Mara nyingi tunapofikiria kuhusu usalama wa taifa tunawaza nguvu za kijeshi, vifaru vinavyotembea kama majitu ya chuma, ndege za kivita zinazochana anga na kambi kubwa zenye wanajeshi maelfu. Lakini safari yetu ya leo inaelekea mahali ambapo nguvu hizi hazipo na bado taifa linasimama imara kama mwamba. Just imagine, kuna nchi moja baridi sana, iliyozungukwa na mawingu mazito, milima ya barafu na ardhi inayopumua moto wa volkano. Nchi ambayo kwa macho ya mbali inaonekana kama mwisho wa dunia, lakini ndani yake kuna siri moja kubwa, siri ambayo mataifa makubwa yameshindwa kuiga kwa karne nyingi sasa. Siri ya kuishi bila jeshi. Ndiyo, hakuna vifaru huko, hakuna kikosi cha askari 20,000 wakipiga gwaride, hakuna hata mpango wa kuunda jeshi rasmi. Cha kushangaza zaidi, haijawahi kushambuliwa. Hakuna vita, hakuna mapinduzi, hakuna milipuko ya risasi. Leo kwenye simulizi zinaishi tutasafiri hatua kwa hatua kwenye ardhi hii yenye roho ya kipekee, ardhi ambayo imeandika historia isiyo na damu, isiyo na vita, lakini iliyojaa busara, ujasiri na maamuzi ambayo leo yanawashangaza hata wanajeshi wakongwe duniani. Karibu kwenye simulizi ya ajabu ya Iceland, nchi iliyochagua amani. Mara nyingi tunapofikiria kuhusu usalama wa taifa tunawaza nguvu za kijeshi, vifaru vinavyotembea kama majitu ya chuma, ndege za kivita zinazochana anga na kambi kubwa zenye wanajeshi maelfu. Lakini safari yetu ya leo inaelekea mahali ambapo nguvu hizi hazipo na bado taifa linasimama imara kama mwamba. Karne nyingi zilizopita, wahamiaji kutoka Norway walifika kwenye kisiwa hiki cha ajabu. Wakakuta ardhi inayochemka na mito ya barafu inayotembea polepole. Waliliita Iceland, ardhi ya barafu. Katika ardhi hii ya ukimya, waliishi bila himaya za kifalme, bila jeshi la kulazimishwa, bali kwa mikutano ya wananchi iliyoitwa Althing, moja ya mabunge ya zamani kabisa duniani. Tayari hapa mbegu ya amani ilikuwa imepandwa. Miaka ikasogea, Ulaya ikateketea kwa vita, falme zikiporomoka na zingine zikizaliwa kwa damu. Lakini Iceland ilikaa mbali, imejitenga na dunia kwa bahari pana ya Atlantic. Hakukuwa na vita vya kutetea mipaka, hakukuwa na majirani wa kutishia ardhi yao, hakukuwa na shinikizo la kujihami kwa upanga. Watu wa Iceland wakaamini jambo moja: bahari yao ndio jeshi lao. Bahari ndefu, baridi na hatari zaidi kuliko askari yoyote yule. Mwaka 1918 Iceland ikatangaza uhuru wake chini ya taji la Denmark. Hakuna damu iliyomwagika, hakuna mapinduzi, wala hakukuwa na mabango ya mitaani. Ni kana kwamba historia ilikubali kwamba taifa hili lina roho ya upole. Na mwaka 1944 walipotangaza uhuru kamili, dunia ilikuwa kwenye moto wa vita kuu ya pili. Lakini hata katika kipindi hicho cha giza, Iceland ilipata uhuru wake bila jeshi. Ni kama dunia ilitamka wazi, hili taifa liacheni liendelee na njia yake ya amani. Watu wengi huuliza, lakini je, inawezekanaje taifa kuishi bila jeshi? Hilo ni kosa ama sio? Jibu ni la hasha. Kwa watu wa Iceland, kutokuwa na jeshi sio ishara ya udhaifu, ni ishara ya hekima na busara kubwa. Sababu zao ni 3 tu. Kwanza, idadi yao ni ndogo sana. Watu hawafiki hata 400,000. Kuendesha jeshi kungekuwa mzigo mkubwa wa kiuchumi. Pili, hakuna vita vya kihistoria vinavyowalazimisha kujihami. Hawakuwa na adui wa karibu. Wako katika kisiwa kikubwa, kipekee na salama. Lakini 3, waliingia NATO mwaka 1951. Hapa ndipo kilipo kipande muhimu cha simulizi, Amerika ikiwa mlinzi wao muhimu. Marekani iliweka kambi ya kijeshi ya Keflavik kwa miongo kadhaa kuhakikisha anga la Iceland linalindwa. Baada ya jeshi la Marekani kuondoka mwaka 2006, NATO ikuchukua zamu za kulinda anga yao. Kwa hiyo Iceland ikawaza, kwa nini tuweke jeshi wakati marafiki zetu tayari wanatulinda? Kile walichokijenga badala ya jeshi ni mfumo wa kipekee.
Iceland Coast Guard, jeshi lisiloitwa jeshi, Viking Squad, kikosi maalum cha polisi, uokoaji wa kitaifa maarufu kwa ujuzi duniani. Hakuna bunduki nzito kule, hakuna vifaru, lakini ulinzi wao wa bahari unaheshimika barani Ulaya. Ni kama taifa linalosema, tunatambua hatari ila hatutoi kipaumbele kwa vita. Sababu ya mwisho, sababu iliyoanza kupaliliwa tangu kale, ndio inayowafanya waendelee kuishi bila jeshi. Wanaamini kuwa jeshi huleta mvutano, si amani. Wanaamini fedha za jeshi zingeweza kuponywa kwenye elimu, uchumi, afya, utafiti wa nishati na ustawi wa jamii. Kwa miongo mingi, maoni ya wananchi kuhusu kutokuwa na jeshi yamekuwa thabiti. Amani ni gharama ndogo kuliko vita. Tunapoitamka Iceland ya leo, tunatamka taifa lenye ujasiri wa kuishi bila bunduki. Leo hii Iceland ni moja ya mataifa salama zaidi duniani na miongoni mwa mataifa yaliyofanikiwa zaidi kiuchumi, na pia ni miongoni mwa mataifa yenye maisha marefu ukiishi huko, yenye furaha nyingi pia, na sio nchi ya kuogopa vita bali ya kuishi kwa maelewano. Ni taifa dogo lakini lenye roho kubwa, roho inayosema nchi inaweza kuishi kwa amani bila jeshi ikiwa akili zao zimejengwa kwa busara. Naomba kusalia hapa kwa kukwambia kitu muhimu sana. Katika ulimwengu wenye migogoro, Iceland ni mfano hai kwamba baadhi ya vita havianzi kwa kukosa silaha, vinalazimika kwa kukosa sababu ya kupigana. Ni simulizi ya nchi iliyoamua kutembea nje tofauti, njia ambayo dunia inaona ni hatari lakini kwao ni njia ya uzima. Iceland imeonyesha kuwa wakati mwingine nguvu kubwa sio katika kushika bunduki, bali ni katika kuamini kwamba hutaihitaji kabisa.